Je, kukojoa mkojo wa njano sana, mkojo mchafu amini, kupata maumivu au kukojoa mara kwa mara ni dalili pekee inaweza ikaonyesha kwamba tayari unatanuka kwa tezi dume? Hapana. Mara nyingi sababu ya kukojoa mara kwa mara, kukojoa mkojo mchafu au kupata maambukizi, hii ni dalili ya kuonyesha kwamba una maambukizi katika kibofu chako cha mkojo. Na maambukizi haya yanaweza yakawa kweli ni dalili ya kutanuka kwa tezi dume kwa sababu kiwango cha mkojo kinabakia kwenye kibofu, ama inaweza ikawa ni dalili ya UTI ya kawaida sana ambayo inaweza kusababishwa na kutokunywa maji, kushia vyoo na kadhalika. Lakini tatu, inaweza ikawa ni dalili au athari zinazotokana na magonjwa ya zinaa au mtu ambaye alishawahi kuwekewa mpira wa mkojo. Kwa hiyo basi, unapoona dalili ya kukojoa mara kwa mara, unakojoa mkojo mchafu na mkojo wenye maumivu, ni lazima ujithibitishe dalili 3 mpaka 5 unazokutana nazo, ambazo ni kama vile kukosa hisia ya tendo, kushindwa kushiriki tendo la ndoa, mkojo kutokukata, maumivu ya mgongo na kiuno. Lakini ni vyema zaidi unapoona dalili hizi na umri wako unasoma miaka 40 na kuendelea, ni vyema kwenda kufanya vipimo kwa lengo la kujithibitisha na kuweza kupata tiba haraka. Watu wengi sana wamekuwa wakitibia UTI ambazo haziishi, wamekuwa wakitibia UTI ambazo haziishi, wanatibia tena, lakini hawajui nini wanaenda kutibu au nini sababu ya maambukizi haya katika kibofu chao cha mkojo. Inawezekana kutibu tezi dume bila upasuaji, inawezekana kutibu changamoto za UTI sugu kwa kutumia tiba asilia, inawezekana kuondoa athari ya magonjwa ya zinaa kama vile makovu yanayosababishwa kwenye tezi ambayo pia yanaweza kusababisha kushusha performance ya tendo na kushusha uzalishaji wa mbegu za kiume. Unaweza kunipigia sasa kwa ajili ya mwongozo na tiba ya kitaalamu.